wa giza pamoja na jeshi la pepo wabaya katikati ya ulimwengu wa roho. Baada ya kuelewa jambo hilo, ndio tunaanza kuona sasa shetani namna ambavyo anaweza kutumia mbinu tofauti tofauti kujaribu kujificha kwenye maneno ya kitaalamu ambao sisi watumishi wa Mungu ama sisi tunapoishi kwenye jamii yoyote ile tunaweza tukao tunapokea maelezo ambayo kitaalamu yamekaa vizuri kabisa, lakini nyuma kuna mkono wa shetani. Tuliona jana kisa cha mtumishi wa Mungu Nebukadneza alivyokosea mbele za Bwana, na Bwana akamfanya kuwa na tabia ya mnyama, akamfanya kuota makucha kama ya ndege, nywele zake zikanyoka zikawa ni ndefu kama manyoya ya tai, lakini vile vile akaanza kuwa anakula majani kama mnyama. Lakini tuliona kabisa, ukienda kwa wataalamu watakwambia huo ni ugonjwa ambao unaitwa psychosis, na watakwambia madhara yake, na watakwambia dalili zake, na watakwambia chanzo chake ni nini. Lakini kiukweli tukienda mbali zaidi kwenye neno la Mungu, tunajaribu kuona kwamba hii ilikuwa ni adhabu ya Mungu mwenyewe juu ya Nebukadneza, baada ya kuonekana kwamba ana kiburi, anashindwa kufanya kile ambacho Mungu alikusudia kifanya kama katika jamii hili ambayo ilikuwa imemzunguka. Na kwa sababu hiyo aliposhindwa kutengeneza, Mungu akampa nafasi ya kujirekebisha, kutengeneza mahusiano yake na Mungu kwa kipindi cha miezi 12. Lakini maandiko yanatuambia baada ya kuona miezi 12 imepita, jambo hilo likampata saa ile ile, na yeye mwenyewe akabadilishwa kwa nguvu ya Mungu ama kwa neno la Mungu, akawa kama na tabia ya mnyama, akaishi porini kwa miaka 7. Lakini tukajaribu kuangalia sasa, tunao watu wa namna hiyo mitaani ambao wanaishi maisha ya peke yake, wengine wanaishi kwenye majalala, wengine wanaishi kwenye makaburi, lakini unawakuta kabisa nywele zao ni kama hivyo kama tunavyoona, makucha yao unawakuta kabisa ni makucha marefu kama ya ndege. Lakini tunaona tu kienda kwa mtaalamu atakwambia kwamba mtaalamu atakwambia kabisa kulingana na utaalamu wake. Hatuwabezi wataalamu, tunaheshimu sana zile taaluma ambazo Mungu ameziweka ndani yao, lakini tunataka tujifunze, hata wao wataalamu wajifunze kwamba pamoja na ule utaalamu wao wasifikie kwamba huo ndio mwisho wa kutatua tatizo. Wajaribu kuliona tatizo hili kwa jicho la rohoni, ndipo watakapoona kwamba shetani kumbe naye huwa anajificha nyuma ya matatizo kama hayo. Na wakiweza kubaini chanzo hicho, mimi nahisi kabisa, najua kabisa kwa wataalamu wetu wanaweza wakawa wanaanzia rohoni kwanza, kisha wanakuja kwenye utaalamu wao. Hapo watakuwa wanafanikiwa kabisa kumdhibiti shetani, kwa sababu shetani anajificha nyuma ya maneno ya kitaalamu ambao tunaweza tukayasikia kabisa kwa namna ambavyo yakatulizisha na tukaamini hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe neno la Mungu na lenyewe lina chanzo chake kutueleza kwamba chanzo hiki ni nini. Lakini jana tuliona tena ile habari ya Ayubu mtumishi wa Mungu, namna ambavyo kikao cha mbinguni kimekaa kati ya shetani na malaika na ile baraza aliyokuwa nalo Mungu. Lakini Mungu anamuuliza, umemwona mtumishi wangu Ayubu huko? Akasema yes, nimemwona, lakini wewe si unamlinda? Basi kama unaniruhusu naweza nikafanya jambo lolote. Mungu akamwambia, yuko mikononi mwako, ila tunza tu uhai wake. Lakini tunakuja kuona kuna majanga ambayo shetani anaweza akayatumia kuwatumia watu wabaya kwa siku ambao Mungu anasema amefanya kila kitu, naam hata siku ya ubaya, naam kwa ubaya amefanya kila kitu chema kwa kusudi lake, naam hata siku ya ubaya kwa siku ya ubaya. Sasa tunaona shetani anaanza kuwatumia watu wale wabaya, wenye roho mbaya, watu wakatili. Tulioona kuna watu wanaitwa waseba, wanaingia wanavamia. Sasa wanapovamia, tukaona lile tukio kwa jinsi ya kawaida kabisa, unaweza kuliripoti tu polisi kuonekana kwamba kuna uvamizi sehemu umetokea. Lakini uvamizi huu tukianza kuangalia, kumbe chanzo chake ni wapi? Ni rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaona tukio la moto limetokea, moto kutoka mbinguni na shuka kuteketeza mali, mifugo pamoja na wale watumishi wa Mungu. Lakini tukahisi kwamba shetani kumbe naye ana uwezo wa kushusha moto pia kutoka mbinguni, ana uwezo huo. Na tukaona kuna upepo kimbunga, watu wameingia na mapanga wanaojiita Wakalidayo, wameingia wameteketeza mashamba, wamewaua watumishi wa Mungu, wameua mifugo, wameua nini.
Lakini tulikuja kuchunguza, kumbe ni shetani naye amejificha nyuma ya hao watu wanaitwa Wakaridayo. Wameleta kitu ambacho si sawa. Tukaona tena ameleta upepo mkali ukaja ukaiangusha ile nyumba, watoto wakiwa mle ndani wakafa. Sasa tukija kitaalamu unaweza kukwambia hiki ni kimbunga kilichotoka mashariki kinaitwa kwa jina laitwa, pengine unaweza kukwambia ni Hidaya. Lakini tukaishia hapo, tukumshukuru Mungu kwamba Mungu, tunamshukuru kwa Mungu kwa kila jambo. Kumbe nyuma yuko shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeendelea kuwa na mifano hiyo kaza wa kaza na kutufanya tuweze kuona kwamba shetani anazo mbinu nyingi za kuweza kutupoteza sisi watu wa Mungu, lakini kwa somo hili atakuwa amekwama kabisa shetani kutufanya sisi tusielewe kitu ambacho anakifanya katikati ya ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Tunakuja kuona tena tukio lingine, Ayubu anapigwa na majipu. Anapigwa na nini? Na majipu. Kile kitabu cha Ayubu ile sura ya 2 ule mstari wa 7 mpaka wa 8, tunaona tukio lingine la Ayubu kushambuliwa na shetani kwa ruhusa ya Mungu mwenyewe. Biblia inasema basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa, naye akashika kigae cha kujikunia akaketi majivuni. Nataka uone ile neno, akampiga Ayubu na majipu mabaya. Akampiga Ayubu na majipu mabaya. Akampiga Ayubu na majipu mabaya. Huyo ni nani? Ni shetani. Amempiga Ayubu na majipu mabaya. Sasa majipu mabaya ni maumivu makali sana, yaliyomfanya Ayubu kufika mahali akawa anajikuna kwa kutumia kigae. Mara anakwenda kwenye majivu akitaraji kwamba anaweza akapata pengine msaada wa kumsaidia. Lakini tukitokea hapa tukamchukua Ayubu tukampeleka hospitali. Ikatokea sasa tukamchukua Ayubu tukampeleka hospitali. Hospitali sio mahali pabaya. Hospitali mahali ambapo mtu anaweza akapata msaada. Bwana Yesu asifiwe. Hata mahospitali yalianza, ukiangalia kitabu cha Yohana sura ya 5, utakuta hospitali ipo imelaza wagonjwa wa aina kama 3. Kuna viwete wako pale, kuna watu wasioona wako pale, na kuna watu ambao walikuwa wamepooza wako pale. Kwa hiyo hospitali hazijaanza leo, zimeanza toka zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Lakini tunasema hospitali ni mahali ambapo tunaweza tukaenda tukapata msaada. Lakini unapofika hospitali ukapata msaada, utakutana na wataalamu, watakupima, watachunguza, wataona namna ambavyo mwili wako umeathiriwa na ugonjwa. Lakini kitaalamu tukamchukua Ayubu tukampeleka hospitali, wataalamu watatuambia huu ni ugonjwa wa nini? Wa ngozi. Ni ugonjwa wa ngozi. Lakini unaweza ukapewa dawa na ukafanikiwa ukapona. Lakini mimi nataka twende mbali zaidi kwa wataalamu wetu, tuweze kujifunza neno hili kwamba inaweza kafika hatua jipu hilo hilo ambalo lilipona kwa dawa ile, lakini kuna majipu mengine ambayo yanakosa solution, yanakosa kutibiwa, yanakaa kwa muda mrefu kiasi kwamba hata daktari anafika mwisho wa taaluma alionayo. Sasa hapa ndipo tunatakiwa tuangalie sasa, hata kama wataalamu wetu mnaonisikia sasa, ifike mahali na mnaona kwamba kumbe jambo hili unaweza kulifanyia matibabu na usiweze kupata ufumbuzi wa jambo hilo. Na kwa sababu hiyo inakulazimu sasa uingie nafasi ama upande wa pili tunaouita rohoni. Ayubu tunaona ameruhusiwa na Mungu pekee kufanya tukio kwenye nyumba ya Ayubu. Na Ayubu alikuwa hajajua kwamba kuna kikao kilikaa mbinguni kumjadili yeye. Shetani aje apige nyumba yake, azuru watoto wake, aharibu mali zake, na hatimaye afike amshambulie na Ayubu kwa kumpiga majipu. Sasa laiti angekuwa amejua Ayubu kwamba jambo hili ni shetani amempiga kwa majipu yale, mimi nadhani Ayubu alikuwa na sifa nzuri sana mbele za Mungu. Alikuwa ni mcha Mungu mzuri, alikuwa mtu mwenye kuepukana na ovu, alikuwa mtu mkamilifu. Angekweza kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nakusihi kwa habari ya ugonjwa huu, ninaomba uniponye, kwa sababu uweza na mamlaka ya kuponya viko kwako Mungu. Lakini Ayubu hakugundua hilo, akaendelea kulaani kwenye tatizo hilo.
likamtesa kwa muda, lakini Biblia inatuambia kwamba aliteseka kwa muda gani. Lakini tunajua kwamba chanzo cha ugonjwa huu ni shetani kumpiga majipu mabaya, sio mazuri. Kumbe ukisikia kuna majipu mabaya, yapo na mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia Biblia inakuambia kwamba Ayubu basi anasema na Bwana basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana akampiga Ayubu na majipu mabaya. Sasa kama kuna majipu mabaya na mazuri yapo, sasa yale mazuri yapo ndio anaweza akapata ufumbuzi wa kutibiwa kwa dawa yakapona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo si kila jambo tunaloliona kwa kawaida huku ni sawa, si chanzo chake pia ni shetani. Lakini kuna mengine ambayo tunaona yameshindikana, chanzo chake ni nini? Ni shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwani hujawahi kuugua wewe ndo mara ya kwanza Ayubu kuugua majipu? Au wewe hujawahi kuugua majipu na ukatibiwa kwa dawa yakapona? Si yapo. Lakini tunazungumzia yale majipu mabaya. Tunapozungumza majipu mabaya ni yale ambayo ni sugu, hayawezi kupata lilifu. Hatuwezi kupata uponyaji wa kawaida. Lakini natulazimu turudi kwa nani? Kwa Mungu mwenyewe aliyetoa ruhusa. Huyo ndiye aliyepiga, huyo ndiye tujeruhi, na huyo ndiye atatuponya baada ya siku 3. Biblia inasema njooni tumrudie Bwana, maana yeye ndiye amelalua, maana yeye ndiye amepiga. Baada ya siku 3 atatuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nakushauri ama nakuambia ujifunze neno hili wewe mtaalamu na ule nisikia sasa usiye mtaalamu, kwamba kuna majipu mabaya yakikupiga ni lazima urudi kwa Mungu mwenyewe. Na kuna majipu yengine ya kawaida unaweza kutumia dawa na yakapona. Ile kwamba umepimwa wanakuambia una tatizo la sukari, tujaribu kuliona ile tatizo la sukari kwamba shetani naye anaweza akajificha nyuma ya hilo tatizo. Okay, wamekuta una kansa, si ndio? Tunaweza tukaliangalia kansa inaweza ikapona, kuna kansa zingine haziponi, lakini kama haziponi basi tuwe na ufahamu kwamba yawezekana shetani yuko nyuma ya kansa. Lakini tukaambiwa na wataalamu kwamba chanzo chake ni 1, 2, 3, hatukatai. Lakini nyuma tujifunze kwa lugha nyingine, shetani anaweza akaweka kambi pale na akaendelea kutesa maisha ya Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na msisitizo wangu ni huu sasa, kwamba Mungu anasema hawezi fanya jambo lolote pasipo kuwafunulia watumishi wake siri zake. Pale ambapo unaonyeshwa, sisi waombaji, kama kuna mtu unaona pengine labda Mungu anamwadhibu, anataka kumwadhibu, ama shetani ameruhusiwa kumwadhibu, ni vema ukisimama mbele za Mungu na kumsihi Mungu kwamba pamoja na hilo jaribu, Mungu ajaribu kufanya mlango wa yeye huyo mtumishi kuweza kupita na kuweza kustahimili. Hiyo ndio jambo ambalo Mungu anaweza kumsaidia. Kwa sababu kama Mungu ameruhusu jaribu kwa mtu likapita, alafu wewe ukainuliwa kumwombea huyo mtu ili Mungu amsaidie aweze kuvuka kwenye hilo jaribu, unapaswa kusimama na kuombea Mungu. Ulisema kabisa kwamba jaribu halikuwapata watu ile lisipokuwa kawaida wanadamu. Lakini pamoja na hayo ukasema wewe ni Mungu mwaminifu ambao hautaacha kufanya. Lakini pamoja na jaribu ulisema utafanya mlango wa kuweza kutoka ili huyo mtu aweze kustahimili. Kustahimili maana yake unamwombea Mungu, unamwombea huyo mtu, huyo Mkristo aweze kupita kwenye hilo jaribu bila kulalamika, bila kumkufuru Mungu. Na hatimaye akivuka, Mungu anajitwalia utukufu kwa mtu huyo, kwa sababu tumegundua na tumesimama huyo mtu tukagundua kwamba anapita kwenye jaribu. Lakini Ayubu, kama wangepatikana watu wa kumtia moyo na kumwambia ndugu yangu, kama wale rafiki zake wale wanasema kilifaiza kusema wewe bwana umetenda dhambi, lakini wangekuwa na jicho la kuona kwamba Ayubu anapita kwenye jaribu, wangesimama na kumwombea bila kuendelea kumsimanga kwa maneno ambayo yalifika mahali akawa namuumiza Ayubu kwenye moyo wake. Wangegundua kama kusimama kwenye kusudi lao kwamba Ayubu akagundua yuko kwenye jaribu, wangemuomba Mungu akaendelea kumsaidia. Lakini pamoja na hayo, Biblia inatuambia Ayubu aliendelea kumtukuza Mungu. Ayubu hakuweza kufika mahali akafanya dhambi, akatenda dhambi kwa midomo yake. Na kwa sababu hiyo tunalo jambo la kujifunza kwenye kisa hiki ambacho Ayubu alipigwa na shetani majipu mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Alafu tunakuja kuona kwenye Ayubu sura ya 2 ule mstari wa 9 hadi wa 10. Ayubu
sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10, tunaona kwa hapa kuna shinikizo la karibu. Tunaona shinikizo la karibu. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu? Je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Umkufuru Mungu ukafe. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Tunaona mke sasa hapa anamshawishi mume wake Ayubu amkufuru Mungu Ayubu kisha afe. Tunamuona Ayubu alikataa. Tunamuona Ayubu alifanyaje? Alikataa. Sasa angalia shetani anacholeta sasa. Amepiga kote kule, lakini anakuja tena kuigombanisha familia kwa habari ya imani walionayo. Na hakunaga vitu vibaya, hakunaga vita mbaya kwenye familia kama vita ya imani. Narudia tena. Kwenye familia hakunaga vita mbaya ya imani inapoinuka kati ya familia. Baba na mama wanainuka kuhusu imani walionayo, kushindana kwa habari ya imani walionayo. Sasa hapa tunaona Mungu shetani analeta ushawishi kujaribu kuingilia imani walionayo mwanzo waliokuwa nayo, na badala yake hiyo imani inataka kuwagombanisha. Mama anasema mkufuru Mungu ufe, kwa sababu tumeona watoto wamekufa, tumeona mifugo imepotea, tunaona mashamba yameharibiwa, watoto wetu wameharibiwa, wamekufa, na wewe mwenyewe umepigwa na majipu. Sasa huyo Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa namna gani? Si bora tu mkufuru ufe? Maana yake hiyo ni vita ya imani imeibuka kwenye familia. Ni mbaya sana vita ya imani inapoibuka kwenye familia. Inaweza kafika mahali familia msielewane kabisa. Inaweza kafika mahali familia msielewane kabisa, kwa sababu vimeinuka vita vya nini? Vya imani. Ni vibaya kuliko unavyofikiria. Ni vibaya kuliko unavyofikiria. Lakini kwa msaada wa Mungu, Biblia inatuambia Ayubu hakuweza kukubali maneno ya mke wake kumshawishi ili amkufuru Mungu ufe. Japokuwa tunaona maneno ya wamama kwenye familia huwa yanawafanya mara nyingi wanaume kugeuka kutoka kule kwenye imani aliyoishikilia akaenda kwenye imani ambayo mwanamke anataka afanye hivyo, ambayo kikweli kinyume chake inaleta madhara mbele za Mungu. Tulimuona Suleiman alipooa wanawake wengi, walimiumbisha wakamgeuza moyo akaabudu miungu mingine, maana yake akahama kwenye imani aliyokuwa nayo akaingia kwenye imani nyingine. Tunaona Ibrahim baba wetu wa imani anaambiwa simuingilie huyu mwanamke, uzae naye tupate uzao. Hiyo ni vita ya nini? Ya imani. Sasa hii vita ya imani inapoingia kwenye familia, sisi wa baba wanaume, huu ni ujumbe kwetu. Tusifike mahali tukaona kwamba pengine labda tunapita kwenye majaribu ya aina mbalimbali, tunapita kwenye majanga ya aina mbalimbali. Sasa wasaidizi wetu ambao wanaitwa wanawake wafike mahali kwa huruma zao kutuona kwamba tunapita kwenye maeneo ambayo ni magumu. Tuchukue mfano wa Ayubu huyu sasa. Ayubu anafika mahali anasema usiwe kama mmoja wapo wa wanawake wapumbavu. Tushukuru tu kwa mema na mabaya tusishukuru. Pamoja na mambo hayo, Ayubu Biblia inasema hakutenda dhambi kwa midomo yake. Kwa hiyo sisi wanaume ni funzo kwetu, nasi tunapopitwa kwenye majaribu kama haya, ukimwona mama amekuhurumia sana, ni sawa akuhurumie, lakini asifike mahali ya kugombanisha na Mungu unayemwabudu katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila tukio linaonekana kwenye mambo haya ambayo tumejifunza kwa Ayubu ni tukio la kawaida kabisa. Ni tukio la kawaida kabisa. Lakini nyuma yake ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Ayubu aliona matukio yote, lakini hakujua vita ilianzia wapi. Aliyaona yale matukio na watu ambao walikuwa kuja kumsimulia namna ambavyo yametokea, na namna ambavyo yeye amepigwa na majipu, na namna ambavyo yeye ameshawishiwa na mke wake amkufuru Mungu. Aliyaona ya kawaida kabisa, lakini hakujua chanzo chake.
Sasa hapo ndipo pana ugumu wake. Tunao muda wa kumsihi Mungu. Kila tukio linapotutokea kwenye macho yetu ya damu na nyama haya, ni lazima turudi mbele za Bwana tumuulize Mungu, hili tatizo chanzo chake ni kipi? Hili tatizo chanzo chake ni kipi? Mungu anasema njoni tusemezane, leteni hoja zenu. Anasema kwa habari za mambo yatakayokuja niulizeni mimi, kwa habari ya kazi ya mikono yangu niulizeni mimi, kwa habari ya watoto wangu niulizeni mimi. Kwa hiyo tunaopaswa kumuuliza Mungu kila wakati juu ya mambo yanayotokea, aidha ni ugonjwa au ni majanga mbalimbali yanayotokea katikati ya dunia hii tulionayo, tunayoyaona kwa damu na nyama. Tunapaswa kurudi mbele za Mungu na kumuuliza Mungu, tatizo hili limetokea, mimi kwangu naliona kama si la kawaida. Hebu niambie Bwana Mungu, ulisema kwamba tukuulize kwa kazi ya mikono yako, tukuulize kwa habari ya watoto wako, tukuulize kwa mambo yatakayokuja. Tuambie ili jambo lililotokea chanzo chake ni kipi? Mungu hawezi kunyamaza. Mungu ana uwezo kabisa kukuambia chanzo chake ni nini, na kwa sababu hiyo una uwezo wa kulishughulikia jambo hilo. Kama ukipata neno kutoka kwa Bwana kwamba chanzo chake ni 1, 2, 3, ni rahisi sana kulishughulikia jambo hilo na likawa limetatuliwa na Mungu akaendelea kutukuzwa. Shida tunapopita kwenye mambo kama haya, huwa hatutaki kumuuliza Mungu, na badala yake tunaanza kuwauliza wataalamu kwanza, au tunaweza tukaenda kwenye miungu tukaiuliza shida ni nini. Ndio hapo tunapokoseaga. Lakini kama tukiwa waaminifu na wakamilifu mbele ya Mungu kuendelea kumcha Bwana, kila tatizo tunaloliona kwenye macho yetu ya damu na nyama, ni bora tukarudi kwa Mungu na kumuuliza Mungu, tatizo hili chanzo chake nini? Kwa sababu shetani anapenda kujificha nyuma ya kitu kinachoitwa ugonjwa, juu ya kitu kinachoitwa majanga. Akishajificha kule, tunakuja kuelezwa na wataalamu vyanzo vya matatizo hayo, na sisi tunalizika. Kuna magonjwa yamekaa ya muda mrefu, mbona hayapati uponyaji? Lakini Mungu kumbe anao uwezo wa kufanya hivyo, kwa sababu anasema kwa wanadamu hayawezekani kabisa, lakini kwa Mungu yote yanawezekana kwake yeye afanyaje? Aaminie. Kwa hiyo jukumu letu sisi ni kumuuliza Mungu kwa kile tunachokiona kwetu kana kwamba ni kitu cha kawaida. Sio cha kawaida tu, chanzo chake ni rohoni. Ndivyo ambavyo maandiko yanatufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Tunaona kile kisa cha mwanamke kutokwa na damu miaka 12. Mathayo sura ya 9 ule mstari wa 20 hadi ule mstari wa 22. Biblia inasema, tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma akagusa pindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamuona, akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile ile. Huyu mama amekaa muda mrefu, amekwenda kwa matabibu, amekwenda kwa waganga wa kienyeji, amekwenda kila mahali kutaka kupata msaada. Maandiko yanatuambia ameteseka miaka 12. Yawezekana mwaka wa kwanza alienda hospitali, na mwaka wa pili akabadilisha hospitali, na mwaka wa 3 akabadilisha hospitali, na mwaka wa 4 anabadilisha hospitali, na mwaka wa 5 anabadilisha hospitali, mwaka wa 6 anawaambia bana, achana mambo ya hospitali, twende kwa mganga wa kienyeji. Mwaka wa 6 wa 7 anakwenda kwa waganga wa kienyeji, anaambiwa mizimu ya kwenu hii, anatoka wanakwenda kutambika. Mwaka wa 7 wa 8 wa 9 wa 10, hakuna msaada, mpaka inafika mahali jamii iliyokwenda mzunguka inamtenga. Hakuna msaada. Lakini kilichomsaidia, Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Mama huyu akasikia kwamba yupo Yesu wa Nazareti, anaponya magonjwa ya kila aina na udhaifu wa kila aina. Sasa akajiangalia yule mama kwamba kwa udhaifu huu nilionao kwa miaka 12 na sheria ya Kiyahudi, ukiwa na tatizo kama hili uwezi ukakaa kwenye jamii na kutenga, nifanyeje? Akasema nikimuona tu Yesu anapita, haijalishi nimetengwa, pamoja na kutengwa kwangu nitahakikisha tu siendi kuongea naye chochote, nitahakikisha tu, kwa sababu yeye ni mponyaji, nikigusa tu vazi la upindo wa vazi lake
hakika naamini nitapona. Ndio maana Yesu anamwambia mama, jipe moyo mkuu, imani yako imefanyaje? Inakuponya. Kumbe imani, tunaposikia kutoka kwa neno la Bwana, lile neno tunalolisikia kutoka kwa Bwana, ukiliamini, hata kama kuna mazingira yanakuzuia kupata uponyaji, kwa imani ile ile inaweza kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana umesikia. Bwana Yesu asifiwe. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwenye neno la Bwana. Sasa huyu mama akasikia Yesu anaponya magonjwa ya kila aina na udhaifu wa kila aina. Sasa akaangalia ametengwa, afanyeje? Imani, nataka nikwambie, huwa hainaga kizuizi. Imani hainaga nini? Kizuizi. Alichokiazimia moyoni mwake kwamba nikienda kwa Yesu, nikimgusa tu vazi la upindo wa vazi lake, hakika nitapokea uponyaji. Na ndivyo ilivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kuna mama mmoja, baba mmoja anayenitazama sasa, ameteseka kwa tatizo la muda mrefu sana. Nataka nikwambie, amini hili neno ambalo unalisikia sasa. Na ukiliamini kama ule mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12, hakika Mungu atakufungua. Hakika Mungu atakufungua. Atakuletea neno la kuhakikisha kwamba anaisukuma imani yako iweze kuingia kwenye matendo, na hatimaye utauona mkono wa Bwana ukikufungua hapo ulipo, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ugonjwa huu sasa ambao ulikuwa na msumbuo huyu mama, tungesema tuupeleke kwa wataalamu. Sasa walikuwa na maneno mazuri ya kumwambia, ndugu yangu, inawezekana una kitu kinachoitwa chronic menorrhagia. Chronic menorrhagia, huo ndio ugonjwa unaoitwa wa kutoka damu, unaitwa chronic menorrhagia. Chronic menorrhagia. Sasa wanakuambia chanzo chake na nini, kama ambao tulimsikia mwalimu siku ya Jumapili hapa, nimemsimamisha mtaalamu anaanza kuelezea. Kikweli ndio hivyo. Lakini sisi tuliomwamini Yesu tunalo jambo la ziada la kuweza kumchungulia shetani nyuma ya hicho kinachoitwa nini? Ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anaweza akakwambia dalili zake ni nini? Dalili zake ni uchovu wa kimwili, msongo wa mawazo, huzuni, ndio vinasababisha mtu kutokwa damu mfululizo. Yaani kitu kinachoitwa huzuni, msongo wa mawazo kwa mwanamke ukiwa wepo kwa muda mrefu, unaweza kusababisha tatizo hilo likaanza kutokea kwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kipindi kirefu. Lakini ndivyo wataalamu wanatuambia, na ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye mambo hayo tuelewe kwamba shetani yuko nyuma ya nini? Ya tatizo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Si mmenielewa vizuri watu wa Mungu? Mmenipata vizuri kwamba shetani huwa anajificha nyuma ya kitu kinachoitwa ugonjwa, na tusipokuwa makini huo ugonjwa ule na huyo mtu utamtesa sana kwa muda kipindi kirefu sana. Lakini umama kama angempata Yesu akasikia kwa kipindi hicho, aingiza na mwaka mmoja mwaka miwili, angefunguliwa. Lakini kwa majira ya Bwana Mungu aliacha hivyo ili tuweze kuona kwamba shetani anaweza akakaa akamsumbua mtu kwa muda mrefu sana. Lakini kwa sababu hiyo Mungu ana uwezo wa kutuponya na kutuhakikisha kwamba tunakuwa huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na tuliona tatizo pengine hapa sasa, tunaweza kuangalia hapa kuharibika kwa mimba mara kwa mara. Kuharibika kwa mimba mara kwa mara. Mtu anakuwa na tatizo la kuharibika kwa mimba mara kwa mara. Sasa hii kitaalamu unaweza ukaenda ukaambiwa recruitment, wanasema yani recurrent miscarriage, wanaita miscarriage. Maana yake tatizo ambalo mtu linaweza likamkuta, na unaweza ukaambiwa dalili zake ni uchovu wa kimwili ama msongo wa mawazo ama huzuni, dalili zake. Lakini unaweza kuwa na shangao, huyu mtu baada ya kipindi fulani anabeba mimba, baada ya miezi 3 inatoka, baada ya mwezi mmoja inatoka, baada ya miezi 6 inatoka, baada ya miezi 7 inatoka. Lakini ukienda kwa wataalamu watakwambia cha kukushauri. Wengine wanafika mahali wanapewa bed rest, lakini pamoja na kumpa bed rest unashangaa hiyo mimba imefanya nini tena?
imetoka. Sasa tunajiuliza shida ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaporudi rohoni tunagundua kwenye kitabu cha Hosea sura ya 9 mstari wa 14. Hosea sura ya 9 mstari wa 14, Biblia inasema, wape Bwana, utawapa kitu gani? Wape tumbo lenye kuharibu mimba na maziwa makavu. Huyu ni Hosea anaomba Mungu, anamuomba Mungu wanawake wa Kiisraeli, hasa ule ukoo wa Efraim, wapewe matumbo ya kuharibu nini? Mimba. Baada ya kufika mahali wakamkosea Mungu, baada ya kufika mahali wakafanyaje? Wakamkosea. Ule mstari wa 13 ukiusoma ndio na habari kazuri ka kuelezea pale, ndipo unakuja kueleza hapa. Anasema watoto wako unawatoa watoto wao wauawe. Unawatoa watoto wao wauawe. Wanauawa kwa staili gani sasa? Kumbe kabla hawajazaliwa wametungiwa tu mimba. Kuna tumbo linaitwa tumbo la kuharibu mimba. Hebu sema, kuna tumbo linaitwa la kuharibu mimba ambalo linaweza likakaa kwa mwanamke. Kumbe Mungu anaweza kaliondoa hilo tumbo la kuharibu mimba, akaleta tumbo lisiloharibu nini? Mimba. Lakini chanzo chake ni nini hapa sasa? Ni kwamba walimkosea nani? Mungu. Na kama walimkosea Mungu, anasema njooni tusemezane, asema Bwana, hata dhambi zako zitakapokuwa nyekundu, zitakuwa nyekundu kama, zitakuwa nyeupe kama nini? Kama sufu. Zitakapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama seruji. Si ndio? Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona matumbo yenye kuharibu mimba chanzo chake ni rohoni. Lakini kama chanzo chake ni rohoni, tunaona kabisa hapa kumbe Mungu anaweza akaruhusu, ama shetani anaweza akaruhusiwa kuleta kwa mama, kwa mwanamke, kwa binti, akaleta tumbo lenye kuharibu nini? Mimba, likakaa mle ndani. Sasa tunaliondoaje ile tumbo la kuharibu mimba? Dawa yake ni toba. Dawa yake ni nini? Ni toba. Hapa tunaona hawa wana wa Israeli walimkosea Mungu. Na baada ya kumkosea Mungu, huyu nabii Hosea anakwenda mbele za Mungu, anaomba, anasema watolee watoto wake wauawe, watoto wao wauawe. Wanauawa, wakasema Bwana, anasema kabisa wape Bwana. Maana yake haya ni maombi. Anasema Bwana, utawapa kitu gani hawa watu ili waweze kujua kwamba wamekukosea? Wapige adhabu. Adhabu gani? Wapelekee wale wa mama matumbo yenye kuharibu mimba. Bwana Yesu asifiwe. Mama mzuri, kumbe kuna matumbo ya kuharibu mimba. Mimi nilikuwaga sijui. Yaani kumbe kuna tumbo kabisa linaweza likaachiliwa kwa mtu wa mama ambaye ana uwezo wa kuzaa, likawa linaharibu tu mimba. Ni tumbo hilo linaitwa. Kumbe tumbo. Kumbe kuna matumbo ya aina nyingi kwenye ulimwengu wa roho. Kuna tumbo la kuharibu mimba lipo. Sasa ukiona scenario hiyo inamtokea mtu mara kwa mara, ujue hilo sio tumbo la kawaida. Ni tumbo la kuharibu, kazi yake ni kuharibu mimba. Hilo ni tumbo, kazi yake kuharibu nini? Mimba, ambalo litamfanya mwanamke awaye yote kama ana tatizo la tumbo la kuharibu mimba, maana yake tutahakikisha kwamba mimba inapoingia haiwezi kusurvive, kwa sababu liko tumbo linao kazi yake kufanyaje? Kuharibu mimba. Lakini dawa yake ni nini? Ni toba. Wapenzi watumishi wa Mungu, na wewe ambao mnaabudu pamoja na sisi, ukisikia tumbo lenye kuharibu mimba, chanzo chake ni rohoni. Na chanzo chake ni kwamba kuna kitu, yawezekana huyo mama alikosea, ama watangulizi wake walikosea, na kwa sababu hiyo hilo pigo linatembea kama laana kwenye ukoo. Na kwa sababu hiyo unakuwa unajiuliza, baba yako au mama yako, shangazi yako, shangazi huwa alikuwa na tatizo la kutokwa la kuharibika kwa mimba, kile kifika baada ya kipindi fulani, na mama mtu naye hivyo, na dada mtu naye hivyo, linatokea. Ujue kwamba huo ni mlolongo ambao chanzo chake ni rohoni, kiasi kwamba tunapaswa kujishughulikia kwa mambo ya kirohoni, kuhakikisha kwamba hilo tumbo lenye kuharibu mimba linaondoka, ili lije tumbo lisiloharibu mimba. Na dawa yake ni nini? Nimekuambia dawa yake ni toba. Na toba ina mambo makubwa mawili. Toba huwa inaondoa uhalali wa shetani kuendelea kumtesa huyo mtu, lakini toba inafungua na kumpa uhalali Mungu kuingilia kati tatizo ambalo huyo mtu analo. Akishaingilia Mungu kwenye tatizo hilo, tuhakikishe kwamba tatizo
lenye tumbo la kuharibu mimba litaondoka, ili jina la Mungu liendelee kutukuzwa kwa mtu huyo, na hatimaye huyo mtu atarudi kumtukuza Mungu, kwa sababu atasema hakika Bwana ni wewe umenisaidia, hakika Bwana wewe ni Ebeneza, na hata sasa umenisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba tumshukuru Mungu kwa hili neno ambalo amelileta kwetu, kutuona kwamba sisi tunafaa kujua siri za ufalme wake, kwa hatua ambayo Mungu ameweza kutufikisha mpaka sasa, kuona kwamba nyuma ya magonjwa, nyuma ya majanga, shetani anakaa katikati ya huo uharibifu, hasa kwenye yale matatizo sugu yanayojirudia mara kwa mara, matatizo ambayo kibinadamu hatuwezi kuyatatua. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ndiye Mungu wa wote wenye mwili. Tunajua hakuna jambo lolote usiloliweza. Bwana Yesu, umeendelea kutupa maarifa kadha wa kadha, kujua na kuhakikisha kwamba shetani huwa anajificha nyuma ya mgonjwa, anajificha nyuma ya majanga. Tumeona mifano kadha wa kadha ambayo inatuhakikishia kwa neno lako uliolihakikisha mara 7, ukalipima mara 7, likathibitika ni kweli. Baba, tunakushukuru kwa neema yako, umetufunulia mambo haya ambayo hatukustahili kufunuliwa, lakini kwa rehema zako na neema yako umetufunulia. Tujalie watoto wako na watumishi wako kuweza kuyaona mambo haya kama ambavyo ulisema, na macho ya mioyo yenu yaweze kutiwa nuru, mkapate kujua tumaini na wito ambalo Mungu amewaitia. Na kwa sababu hiyo unaweza ukatuonyesha mambo ambayo kabla hayajafika, hayajatokea, unatupasha habari zake. Na kwa sababu hiyo utupe neema ya kuweza kugundua na kusimama kwenye nafasi zetu kama watoto wako na watumishi wako, kusimama mahali palipoharibika, mahali palipobomoka kwa ajili ya afya za watu wengine, kusimama mahali ambapo pameharibika kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya familia zetu. Utujalie mfalme wa amani, utujalie mfalme wa uzima, kusimama kwenye nafasi zetu na kuhakikisha kwamba hila za shetani, ujanja wa shetani haupati nafasi kutusumbua tena. Kwa neema yako tuendelee kutukuza jina lako. Kwa neema yako tuendelee kusimama kwenye nafasi zetu. Kwa neema yako tuendelee kulihimidi jina lako. Kwa neema yako tuendelee kukutukuza wewe. Kwa neema yako tuendelee kukukimbilia wewe kama Bwana na Mwokozi wetu. Ndio maana ukamwambia Daudi mtumishi wako, wewe ndiye kimbilio letu na nguvu na msaada unaopatikana tele wakati wa shida. Mungu, jidhihirishe katikati ya matatizo ya watu wako yaliyokaa muda mrefu, yamekuwa sugu kwa muda mrefu. Kwa neema yako Bwana, anayelisikia neno hili kama ambavyo Bwana ulisema, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno lako Bwana. Achilia neema ya uponyaji Bwana kwa kila anayesikia sasa neno hili Bwana. Amekaa kwa muda mrefu katika ugonjwa huo, amekaa kwenye muda mrefu kwenye shida hiyo Bwana, amekaa kwa muda mrefu kwenye kifungo hicho Bwana. Kwa neno lako kama ulivyosema, unalituma neno lako kututoa kwenye maangamizi, kututoa kwenye msiba, kututoa kwenye majanga. Nami nalichilia jina lako Bwana, nalituma neno lako katikati ya watu wako wanaonisikia sasa. Wamekaa kwa muda mrefu kwenye ugonjwa huo, wamekaa kwa muda mrefu kwenye shida hiyo Bwana. Ninalituma neno lako la uzima, likawafungue, likawaponye, likawaweke huru, ili jina lako Yesu liendelee kutukuzwa katikati ya jamii, katikati ya mataifa, katikati ya watu wa kila lugha, jamaa na mataifa, ambao Yesu uliwanunua kwa damu ya thamani, wakapata kukaa juu ya uso wa nchi na kuimiliki nchi. Ukawafanya kuwa makuhani, ukawafanya kuwa wafalme, nao wanamiliki juu ya uso wa nchi. Baba, nakushukuru kwa neema hii ambao umeiachilia kwetu asubuhi ya leo. Lihimidiwe jina lako, litukuzwe kwa sababu ya uaminifu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, wote tuseme amen. Naomba niombe kwa ajili ya matoleo sasa. Hata wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kuabudu pamoja nasi asubuhi ya leo, utaona kuna namba inapita hapo kwenye skrini yako. Tolee Mungu sadaka kwa moyo wako penda, ili Mungu akutane na mahitaji yako. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, mbele yetu tumekuja mbele zako, hatukujaja mikono mitupu. Baba, neno lako linavyosema tusiingie karuni mwako mikono mitupu. Baba, kwa matoleo haya tunayokutolea, yakubali, uyabariki, yakawe chanzo cha baraka kwetu, yakawe chanzo cha kufunguliwa kwetu, yakawe chanzo cha kuponyaji kwetu, yakawe chanzo cha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa utukufu wa jina lako. Kwa Yesu Kristo
aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Wimbo. Ametenda mema huyu Yesu, ndiyo maana leo ninamtukuza. 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 Ndiyo maana leo ninamtukuza. Ndiyo maana leo ninamtukuza. Ndiyo maana leo ninamtukuza. Ndiyo maana ninamtukuza. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kweli umetenda mema katikati ya maisha yetu, ndio maana tunakutukuza wewe, ndio maana tunakuabudu wewe, ndio maana tunalisifu jina lako, ndio maana tunaendelea kukuheshimu wewe, ndio maana umeendelea kutupa neema ya kuendelea kuishi, kutembea na kuwa na uhai wetu. Ndio maana Bwana tunatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ndio maana Bwana tunapata nguvu ya kukutumikia wewe. Uinuliwe, utukuzwe, mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya matoleo haya ambao watoto wako tumekutolea kwa mioyo yetu ya kupenda. Pokea sadaka hii kawe ni ukumbusho kwetu ya kwamba Bwana umehudhuria pamoja nasi, ya kwamba Bwana umejumuika pamoja nasi katika ibada hii. Uinuliwe Yesu, tukuzwe kwa sababu ya rehema zako nyingi, na mkono wako ni mkuu katikati ya maisha yetu. Uhimidiwe mfalme, utukuzwe wewe. Baba, naendelea kuwaweka mikononi mwako watumishi wako, kama ambavyo neno lako linasema tunalindwa na nguvu zako kwa njia ya imani. Walinde watumishi wako popote pale wanapopita, kwenye kazi za mikono yao, kila mahali watakapokaa. Bwana, endelea kuwalinda kwa siku ya leo, na siku ya leo ikawa ni baraka kwao, kwa utukufu wa jina lako. Na sasa kanisa la Bwana, pokeeni baraka za Bwana. Bwana Yesu awabarikie na kuwalinda, awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili, na wainulie nuru ya uso wake na kuwapeni amani. Ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Bwana. Ametenda mema huyu Yesu, ndiyo maana leo ninamtukuza. Ametenda mema